na imani kwenye eneo la utawala. Kwa matukio ambayo yanaendelea kujitokeza, kila mmoja anazungumza la kwake, lakini kwa upande wa baadhi ya wachambuzi wameonyeshwa kufurahishwa na kile ambacho kinafanywa na wanachama wa Young Africans. Hasa leo wanachama wa Young Africans kutokea visiwani Zanzibar wameweza kutoka hadharani na kuzungumza na kuweka wazi kwamba wao kwa upande wao wanahitaji kuunga mkono zile kauli ama msimamo ambao umewekwa na timu yao kwa kiasi kikubwa, msimamo ambao umetazamwa kwa kiasi kikubwa, mtazamo wao binafsi ambao umewekwa na viongozi kuhusiana na kutokuhitaji kucheza tena mchezo wa Kariakoo Derby ambao unahusisha wao pamoja na Simba mara baada ya mambo mengi kuweza kujitokeza na derby hiyo kushindwa kufanyika. Hivyo wapo ambao wanawapongeza wanachama pia, lakini wanachama hao wameweka wazi pia kumtaka rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia aweze kutoka hadharani na kuwaomba radhi kwa kile ambacho kimeweza kujitokeza na kile ambacho kinaendelea. Lakini kila mmoja anakuwa na maoni yake kuhusiana na hili sakata ambalo limeweza kujitokeza kwa kiasi kikubwa, lakini wanachama wameonekana kuwaunga mkono viongozi, kila mmoja akiona kwamba maamuzi ambayo yatatolewa na viongozi wao yatakuwa ni maamuzi sahihi kwa kiasi kikubwa na ataenda kuwafanya wao kufikia kile ambacho wanakihitaji ama kupata haki yao ya msingi ambayo kila mmoja anahitaji kuipata. Alama 3 ndizo ambazo Young Africans wanazihitaji, lakini pia kutokurudia mchezo wa Kariakoo Derby, lakini pia wanahitaji baadhi ya viongozi kutoka TFF waweze kujiondoa madarakani kwa kushindwa kufuata taratibu ama kusimamia taratibu ambazo zimeweka. Kwa sasa Young Africans hawana imani na bodi, ndio maana kuna taarifa ambazo zinadai Young Africans wameenda hatua za mbele zaidi, wameenda kasi kuweza kupeleka malalamiko yao kutokuridhishwa na majibu ambao waliyapokea kutoka TFF kwa kile ambacho kinazungumzwa kwamba hawapewi ama hawezi kupewa alama zozote 3 ambazo kwa upande wao wanazihitaji. Mambo ndio yako hivyo. Tuambie maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, kina afya kiasi gani kwenye ligi kuu soka Tanzania bara ama kwenye hizi timu zetu mbili, timu kubwa Simba pamoja na Young Africans. Lakini unatazamaje mwafaka wa hili jambo? Unahisi utaenda kuwa ni mwafaka wa aina gani? Tujuze maoni yako, lakini kubwa tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Tufuatilie kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Mtanange TV, lakini Facebook pia utatupata kwa jina hilo moja la Mtanange TV. Jina langu ni Salome Naftar, niko hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea mambo mazuri kila siku inapoitwa leo.